Na malalamiko mengi sana ya kutoka kwa wafanyabiashara. Kila mambo yanapokuwa magumu, wamekuwa wakija ofisini kwa mwenyekiti, wakienda ofisini kwa katibu wa mkoa, wakija ofisini kwangu, wakienda kwenye ofisi za mawilayani kwa ajili ya malalamiko katika uboreshaji wa mambo ya kibiashara. Leo na mimi nimekuja nisikilize, lakini bahati nzuri mamlaka ziko hapa. Nimemuona ndugu yangu afisa biashara wa Kinondoni, mtu mahiri kabisa. Alikuwa nasubiri nisikie unasemaje kuhusu yeye, lakini umesema hapa kwamba ni mtu ambaye jambo likifika kwake anachukua hatua za haraka, na hivi ndivyo ambavyo tumeelekezwa kufanya. Dar es Salaam tumekuja kutafuta, sio kutafutana. Wale ambao ni mamlaka za serikali ambazo zinafanya shughuli za moja kwa moja na wafanyabiashara wa Kibete na wenzako wote katika idara ya biashara na taasisi nyingine zozote, ndio natamani ungeona watu wa TANESCO pia wakiwa hapa, tuwaambie wanaofanya biashara zinazohusiana na umeme pia ni wengi, lakini kuna ubadilishaji wa miundombinu usiokuwa wa taarifa, wanafanya biashara za watu zisiende. Tunapotaka kuwa na biashara zinazoenda kwa kasi ili kukidhi mahitaji haya ya kikodi, lazima tuwe na mambo yenye ustaarabu. Sio kama naeleweka. Sasa niwaombe mambo yao yanapokuja katika ofisi zenu yapate ufumbuzi wa haraka. Najua DC anakuja hapa na tutamwambia ili tuweze au waweze kulipa kodi. Rahisisheni mambo yao yanapokuja katika ofisi zenu. Najua kero zipo, lazima yatatulika. Yale yaliyokuwa magumu kabisa niwaambie ndugu zangu, mwenyekiti yupo, eleteni ofisi ya CCM kwa mkoa atatoa majibu kama je kuna ugumu wa kukutana na mkuu wa mkoa. Mwenge tunaijua ilikuwa na wafanyabiashara hawa wafanyabiashara waliokuwepo hapa Mwenge mpaka ikaonekana ya thamani kuja kuweka uwekezaji halmashauri ni hawa. Wametoka kwa amani. Wewe ungetakiwa uwarudishe, wakishindwa kulipa kodi ndio uwape wengine. Sasa hata hawajashindwa kulipa kodi unawapa wengine, matokeo yake unawapa watu wamegawana maduka haya. Tunajua hao wengine sio wafanyabiashara, wengine ni watumishi wa serikali, wako tu nyumbani. Matokeo yake hakuna biashara inafanyika pale, na ndio maana wanachokisemea hawa. Na hii lazima tusimame pamoja tuiongelee. Mtu anapeana maduka yale kwa ushikaji na nini, yale maduka yamekaa dormant na wale walioweko pale wengine sio wafanyabiashara, matokeo yake ile movement haipo. Dhana ile ya kusema kwamba pachangamke patachangamkaje na wakati wa biashara mmewaondoa. Na ndio hicho kitu wanachokisema, hilo lazima ulichukue kama wewe na ulipeleke, lakini mkurugenzi lazima alichukue kama yeye alipeleke. Najua hii ni level kubwa, mimi najua level hii ni kubwa, inamzidi hata yeye afisa wetu biashara, ataenda tukupeleka, lakini Bananga ataieleza kwenye chama. Hii level yake anaweza kaieleza kwamba jamani hapana, wale waliokuwepo wawepo. Na hii ustaarabu umeenda hivyo, na kwa maana hiyo tutapaza sauti Mheshimiwa Rais asikie ili kwamba ajue kinachoendelea huku chini. Haiwezekani kama mtu alikuwepo, umemwambia kiustaarabu, ameondoka, amepisha ujenzi, miezi yote amesubiri, bidhaa zake ameziweka, alafu umeshajenga, unakati wa kurudi unamweka mtu mwingine. Hiyo ni nini hiyo? Si sawa, hata kiubinadamu haikubali. Na mimi hapa naongelea kama mwenyekiti wa mkoa wa wafanyabiashara, nitawasimamia kwa hili. Na kwa hili nitapeleka taarifa maalumu kwenye ngazi zinazohusika. Kwa sababu amekataa kulipa ndio muondoe. Lakini hajakataa kulipa. Kwa nini usimweke? Leo hii pale Kariakoo kuna watu wataka kujiua. Mimi nimepata makero hayo. Na yasubiria tu wakati wake. Mimi nieleze. Na wale wataandamana muda si mrefu. Nimesikia. Sawa? Mimi si mwenyekiti wa biashara mkoa wa Dar es Salaam. Nimesikia hiyo, na hiyo inakuja hivi. Sasa hii tukiiziwia na kama tutaichukua na kuifanyia kwa nguvu zote, tukaiua hii, itazagaa. Itatoka Dar es Salaam, itaenda kila eneo. Kwa hiyo maana yake ni nini? Mtu mmoja anapewa maduka 5 6 kwa majina mengine tofauti, na hata biashara hafanyi. Matokeo yake yale maduka yanakaa. Na hiyo ndio kitu ambacho hatuwezi kukivumilia. Kupitia idara ya viwanda, biashara na uwekezaji, kama kuna hayo masuala ya watu wanaofanya udalali hizo frame, nishukuru sasa. Na hili jambo limekuja wakati mwafaka. Ratiba yangu ya vikao ni siku ya Jumatano ya wiki inayokuja. Nilikuwa nataka nifanye kikao na wafanyabiashara wa eneo hili la Mwenge pamoja na eneo la wale wafanyabiashara pale ndani. Ni miongoni mwa ajenda ambazo tutaenda kujadili kuona ni namna gani sasa
pale ndani waliochukua zile frame wanazifanyia biashara na kuzifungua. Sasa endapo watakuwa wameshindwa, tutazirudisha kwenye mamlaka husika ili waweze kuzitangaza kwa wale ambao hawafanyii biashara na watu wengine wakaziomba. Lakini niwaombe wafanyabiashara wengine, frame kwa sasa hivi zinaombwa kwenye utaratibu wa mfumo. Ni tofauti na zamani tulikuwa tunasema chukua tu pale, jaza mkataba. Hasa ombi langu, zinapotokea fursa zingine za frame, basi naomba muwe na document ambazo zitakufanya wewe uingie moja kwa moja kwenye hilo zoezi. Lakini niseme mbele ya viongozi wangu hapa, tupo kwenye mjadala mpana, na niseme serikali imeisikia, tuko kwenye mjadala mpana kuhakikisha kunakuwa na soko la jioni kwenye haya mazingira. Nafikiri naeleweka kidogo. Lengo ni kufungua fursa. Kwa hiyo tutaona kama ni maeneo ya ndani pia tutaweka mashedi na vitu vingine. Tuko kwenye mchakato wa mjadala. Kwa wale wafanyabiashara wadogo watapata hiyo nafasi yale maeneo. Sasa ni kitu ambacho tunaendelea mjadala kuona kabisa yule mfanyabiashara mdogo apate fursa mle ndani stendi ili aweze kufanya biashara. Kwa ni vitu ambavyo vipo. Nafikiri nimeeleweka. Lakini ombi langu kwenu wafanyabiashara, zingatiani yale masharti madogo ambayo tunawapa. Sasa hivi vitambulisho navyo ni vya muhimu, na hata kama tutakuja kufungua hizi taratibu, basi msichangamkie hizi fursa. Wote tunafahamu kwamba serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan iko bega kwa bega kufanya maboresho ya miundombinu katika jiji letu ili tu kupunguza foleni na kuimarisha usafiri wa umma. Hili linatekelezwa katika mradi wa mwendokasi ambao unatekelezwa katika barabara hii awamu ya 4. Yapo maeneo ambayo moja kwa moja yanaenda kuathirika na mradi. Haya ni maeneo ya mbele ya fremu hizi. Tunaweza tukashindwa kufanya biashara vyema kama mwenyekiti alivyosema kwamba tutapata kero ndogo ndogo kama vumbi. Kuna wakati mwingine itabidi yawekwe mawe kwa ajili ya demarcation, watu wapite. Haya yote tunaomba tuvumilie kwa sababu yatakuwa ni mambo ya muda mfupi wakati tu mradi hapa unatekelezwa. Jambo lingine ambalo limezungumzwa la roundabout ambayo iko pale mbele. Wote tunafahamu sasa hivi ni mradi unaendelea. Sio jambo la kwanza kulalamika kwa sababu design ya mradi imechukua mapendekezo au imechukua consideration ya biashara zote zinazoendelea eneo hili, kwamba ili mtu kufika kwenye eneo lako utafikaje kwa uwepesi. Haya yote yako ndani ya mradi. Kwa hiyo napenda kuwatoa shaka kwamba hata baada ya mradi kukamilika tusiwe na wasiwasi kwamba roundabout itakuwepo au roundabout haitakuwepo. Lakini niwahakikishie kwamba njia nyepesi za kufika kwenye maeneo yenu kwa maana ya biashara zipo na zimeingizwa ndani ya mradi. Kuna issue za mashine za EFD shilingi 570,000. Kwanza hizi gharama zote za manunuzi ya EFD mashine huwa zinarudishwa namna hii. Kwa wale walipa kodi wadogo wanapokuja kwenye makadirio, ile gharama ya makadirio inatolewa kwenye gharama ya mashine. Kwa hiyo inakuwa imerudishwa kwa njia hiyo. Na utaratibu upo. Kwa wale wanaotengeneza hesabu wanajua wenyewe utaratibu wa gharama zile wanaziondoa. Wanaweza kaondoa kwenye upande wa depreciation kule, wanaweza kaziondoa kwenye upande wa expenses, wanaziondoa kwa mtindo. Kwa hiyo hii gharama kwa kawaida ni ya hii inatokea. Kwa hiyo sio mzigo wako. Gharama za kutengeneza hizi zinakuwa za kwako kwa wale wadogo. Kwa wakubwa zinaendelea kuchajiwa anapotengeneza taarifa yake mwisho wa mwaka, anapoonyesha gharama zake za biashara. Na ile nayo ni sehemu ya gharama inaondoka kwenye faida yake. Kwa hiyo kwa upande wa watengenezaji wanaotengeneza taarifa zao za biashara kwa mwaka, hii sio hoja kwa sababu gharama zote wanazichaji kule zinakubalika, mradi kuwe na vigezo vya kutosha tu. Ila kwa hawa wadogo matengenezo yanapotokea mara nyingi hayo yanakuwa ni gharama zake, na ndio maana huwa anapokuja tunakadiria mwaka huu ulipata mauzo kiasi gani, kwa sababu hatuna taarifa za uhakika 100%. Lakini kwa watengeneza hesabu taarifa hizo za uhakika 100%. Gharama zile wanazitoa. Na ndio maana tunatamani wengi wakuwe muendelee kumtengeneze hesabu za mwaka, zile zinasaidia kuondoa malalamiko ya madogo kama haya. Niwakumbushe jamani, EFD msizisahau. Ukiuza
Toa risiti. Ukinunua hiyo ndio slogan, twende nayo, na viko kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo sio kwamba kibinadamu kwenye mjadala hatusikilizi mengine, ile itategemea kesi na kesi. Kwa mfano mtu anakuambia nyanya nimenunua hapo sokoni, hapo zimepangwa chini, sasa atakuelewa tu. Kwa hiyo na imani hilo, katibu, tukae tujadili mimi na wewe, alafu hata usiongeze neno, tukae tujadili mimi na wewe, tutalifikisha kwenye sehemu husika training. Sawa? Naomba hilo tulichukue hivyo.